إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم إن شاء الله تعالى سنكون في العنوان الاستشعار بالمسؤولية. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutakumbushana juu ya unwan kila mmoja kujihisi juu ya masulia au jukumu alilonalo. Kila mmoja kujihisi kwa majukumu alionayo na ajitambue kwamba ana majukumu. Nitajaribu kukupeni mfano mithalul Qur'aniya, mfano wa Qur'an. Siku moja Suleimani alayhi salatu wassalam akiwa katika ukaguzi wa majeshi yake pamoja na raia wake, akaona kuna ndege mmoja amekosekana kwenye lile kundi la wale ndege. Allah subhanahu wa ta'ala ameyanukuu maneno hayo, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, watafaqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin law adhibannahu adhaban shadidan aw la adhbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhitu bik waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay walaha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala akayanukuu maneno ya Suleimani alayhi salatu wassalam pamoja na ndege mdogo anayoitwa hudhud. Allah akasema watafaqada at-tayra. Suleimani alimkosa yule ndege hudhud. Faqala ma li la ara al-hudhud, akasema mbona simuoni ndege hudhud. Am kana min al-ghaibin,
au amekuwa ni katika wale wenye kupotea? Lau adhibannahu adhaban shadidan, takuja ni muadhibu adhabu kali, au la adbahannahu, au ni mchinje, au la yatiyanni bisultani mubin, au aniletee hoja ya wazi, hoja yenye nguvu. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhitu bik, muda haukurefuka akaja ndege Hudhud akamwambia Suleimani alayhi salatu wasalam, ahadtu bima lam tuhitu bi, mimi nimefika kwenye maeneo ambayo wewe haujawahi kufika maeneo hayo, pamoja na utawala wako wote. Nimetoka wapi? Wajiituka min saba'in binaba'in yaqin, nimekujilia kutoka mji wa Saba, nimekujilia kwa habari za kweli, habari zisizokuwa na mashaka. Habari gani? Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay, nimekuta mwanamke amewamiliki watu, amepewa kila kitu, amepewa mali, amepewa jeshi, amepewa utawala, amepewa kila kitu, kuonyesha ukubwa wa yule mwanamke. Walaha arshun adhim, ana kiti kikubwa cha enzi, kiti cha utawala, ana sulta, ana quwa. Lakini cha kustaajabisha, pamoja na neema zote alizozipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nimemkuta yeye na watu wake wanasujudia jua, wanaabudu jua, hawamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaitani amewapambia ibada hiyo na wanaipenda ibada hiyo. Wasaddahum anis sabil, amewazuia katika njia ya haki. Wahum la yahtadun, na wala si wenye kuongoka. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuendelea kuyanukuu maneno hayo, yule ndege alimuuliza Suleimani alayhi salatu wassalam sualul inkari, alla yasjudu lillah, hawa watu kweli hawatoweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Manake Suleimani una jukumu hili, hawatoweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yukhriju alkhaba'a fi samawati wal ard, ambaye anawapatia riziki kutoka juu mbinguni na ardhini. Hawawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa? Alafu wanafahamu Allah ma yusirruna wa ma yukhfun, yale wanayoyadhihirisha na wanayoyaficha Allah anayafahamu. Huyu ndege anamwambia Suleimani alayhi salatu wassalamu, maanake kuna watu yatakikana ukawalinganie waweze kurejea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jukumu lako Suleimani kama mfalme, hawa watu warejea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi hawatorejea hawa watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Haujahisi kwamba Suleimani una jukumu hilo, una masulia ya kuwarejesha hawa watu waweze kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, waachane na kuabudu jua? Lakini bado ndege Hudhud anatupatia somo la kutosha. Somo gani alilotupatia ndege huyu? Ameona yeye kama fardi anayo masuliyatul fardia ila masuliyatil mujtama. Yeye kama yeye ataenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala an masulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wajibu wa kulingania, ana wajibu wa kukusanya habari, ana wajibu wa kuleta habari kwa mfalme, ili yule mfalme aweze kufanya jukumu la kuwalingania wale watu. Ana wajibu huo. Huyu ndege mdogo anatufundisha sisi, licha ya kwamba tuna watawala wakubwa, tuna viongozi wakubwa, lakini bado kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya kila namna ahakikishe watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya huyu ndege Hudhud. Kila mmoja wetu ana jukumu hilo la kuhakikisha kwamba anawalingania watu warejee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na jukumu hilo ni la kila mmoja wetu. Qala Abu Mijlas rahimahullahu ta'ala,
Qala Abdullah ibn Abbas tarjumanu al-Quran au habru hadhihi al-umma radiyallahu ta'ala anhuma, amesema yaqulu li Abdullah ibn Salam, akimwambia Abdullah ibn Salam, uridu an as'alaka an thalathi masail, nataka nikuulize mambo matatu ewe Abdullah ibn Salam. Uridu an as'alaka an thalathi masail, naomba nikuulize mambo matatu. Qala atasaluni wa anta taqra'u al-Qur'an, atasaluni wa anta taqra'u al-Qur'an, atasaluni wa anta taqra'u al-Qur'an. Akamkaririsha mara tatu, waniuliza mimi maswali ili hali unaisoma Qur'an, waniuliza mimi ili hali waisoma Qur'ani. Qala naam, akasema ndio. Qala lima tafaqada Suleiman al-Hudhud, lima tafaqada Suleiman al-Hudhud duna sairi tayr, kwa nini Suleiman alitambua kwamba hudihudi hayupo na hakuangalia ndege wengine? Yawezekana pengine kuna ndege wengine wa aina nyingine, asnafun ukhra min at-tuyur la'allahum abu kadhalik, yawezekana pia hawapo. Kwa nini amtizame ndege hudihudi peke yake? Qala, akasema qala ihtaja ila alma wa lam ya'rif umqahu, Suleimani alitaka kwenda kuingia kwenye maji, alipita mahala akaona kuna maji kama bahari, akataka kuyaingia yale maji, lakini alikuwa hajui kina cha kwenda ndani ni kirefu kiasi gani, bimaana la yaarifu masafata. Wa kana alhudhud yaarifu dhalika duna sairi tuyur, na hudhud alikuwa anafahamu hilo tofauti na ndege wengine. Hudhud alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye maji, anaenda mpaka chini kwenye udongo wa chini, anafahamu masafa ya kile kina cha bahari, duna sairi tuyur. Lidhan alipotaka kupita yale maji Suleiman, ikabidi amtafute huyu ndege hudhud. Yuko wapi hudhud atubainishie masafa ya yale maji? Fatafaqada, pamoja na kwamba kuna tafsirati ukhra. Kisha akasema hivi, waqala fi kitabi niqash kana alhudhud muhandisan, ndege hudhud alikuwa ni katika wahandisi. Kama leo kisikia mtu ni muhandisi, ndege hudhud alikuwa ni muhandisi. Waruya anna Nafi' ibn Azraq sami'a ibn Abbas yadhkuru sha'an alhudhud, ikapokelewa kwamba Nafi' ibn al-Azraq akamsikia Abdullah ibn Abbas anazungumzia kisa cha hudhud na jambo la hudhud. Aliposikia maneno hayo, faqala lahu, akamuuliza Abdullah ibn Abbas, qifu ya waqif, qifu ya waqaf, kaifa yara alhudhud batin al-ard wa huwa la yara al-fakh hina yaqa'u fihi. Akamwambia, ewe Ibn Abbas, ni vipi ndege hudhud anatambua mpaka kina cha maji ndani, masafa yake yakoje, mpaka kina cha urefu wa kiasi ya hayo maji, alafu asitambue hata pale anaporushiwa mshale, anaweza akapigwa na mshale asiuone, au pale anapopatwa na jeraha mpaka anafikiwa na jeraha bila kutambua. Vipi afahamu habari hizi? Faqala radiyallahu an, akasema Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake, idha jaa alqadar amiya albasar. Hii ndiyo kawaida, idha jaa alqadar amiya albasar. Qadari ikija, macho yanapofuka, macho huwa hayaoni qadar. Idha jaa alqadaru amiya albasar, qadari ikija macho yanapofuka. Kwa hiyo hawezi kuona pindipo akipangiwa na qadari hiyo. Katika aya hii au aya hizi tulizozisoma, ndani yake tunajipatia mafunzo yafuatayo: ala tafaqudi al-imamu ahwali ra'iyatihi. Kiongozi yoyote yule, kiongozi wa nchi, kiongozi wa jimbo, kiongozi wa mkoa, kiongozi wa msikiti, kiongozi wa nyumbani kwake kama baba, kiongozi wa nyumbani kama mama, lazima ahakikishe anachunga haki za raia wake. Lazima ahakikishe
anachunga hali za raia wake, walmuhafadhatu alaihim, na kuwahifadhi wasipatwe na madhara. Wewe kama baba nyumbani kwako uhakikishe hayapatikani madhara katika usimamizi wako. Uhakikishe wewe ni kiongozi ambayo anajitahidi kuhifadhi wale anayewaongoza wasipatwe na madhara. Madhara ya majeraha, madhara ya maradhi, madhara ya kuwa ni wajinga hawana elimu, madhara ya kila namna, madhara yoyote, madhara ya njaa, madhara ya maadili, madhara ya tabia, lazima uhakikishe unayasimamia. Wakadhalik fandhuru ila alhudhud, muangalie ndege hudhud, maasiarihi, pamoja na udogo wake, kaifa lam yakhaf ala Suleimani hala, ni vipi huyu ndege pamoja na udogo wake. Angalia alichokifanya kwa Nabiullahi Suleimani alayhi salatu wassalam. Kwanza yeye hakujidogesha kwa udogo wake kwamba mimi siwezi kuleta jambo ambalo litaleta tija katika umma. Akafanya jambo kubwa, alafu akamwelekeza Suleimani aweze kulitatua pamoja na udogo wake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Suleimani hakumdharau, pamoja na udogo wake akamletea habari kutoka Saba, tena habari zenye ukweli, na akaandika barua wakati ule ule. Qala saandhur asadaqta am kunta min alkadhibin law adhibannahu au kunta min alkadhibin idhhab bikitabi hadha faalqihi ilayhim thumma tawalla anhum fandhuri madha ta'murin. Akamwambia nitasadikisha haya maneno yako, au utakuwa ni mkweli au ni katika waongo. Chukua hii barua ipeleke, ukaitupie, kisha ukae pembeni uangalie watarudisha nini katika barua ile. Ikaandikwa barua na Suleiman, innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Barua imetoka kwa Suleiman, imeanza kwa jina la Allah aliye mkubwa, msije mkanifanyia kiburi, njooni mkiwa mmejisalimisha. Maneno ya utawala ni mafupi lakini ni mazito na ni yenye amri kama mtawala. Kisa ni kirefu, hatutaki tukimalizie kwa leo, lakini kina mafunzo haya ndani yake. Lakini pia vile vile wandhuru ila alhudhud nafsahu kaifa istash'ara mas'uliyati alfardiyya ila mas'uliyati alijtimaiyya. Angalia huyu ndege mdogo hudhud, vipi amehisi kwamba yeye ni muulizwa kama yeye, lakini je, wale watu wengine wanayepotea vipi anaweza akawasaidia? Akaangalia na mujtamaa pia vile vile, vipi unaweza ukasaidika juu yake yeye, min ubudiyati shamsi ila ubudiyati llahi azza wa jalla, watoke kwenye kuabudu jua waende kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu dhalik, na mfano wa haya, yarhamullahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah amhurumia Umar ibn al-Khattab, radhi za Allah ziwe juu yake. Fa innahu kana ala siratihi, Umar alikuwa katika mwenendo huu na manhaji hii. Qala, siku moja akasema Umar, wallahi law anna salkhatan ala shati al-furati akhadhaha dhibu la yusalu anha Umar. Umar anasema na kuwapieni kwa Allah, laiti mbuzi angelikuwa yuko kando mwa mto Furat anachunga kule, akachukuliwa kanyakuliwa na mbwa mwitu, mimi nitakuja kuulizwa kama mtawala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, katika utawala wake asema laiti mbuzi akanyakuliwa na mbwa mwitu kule kwenye malisho karibu na mto Furatu, atakaye kuja kuulizwa na Allah ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kwa nini haukumwekea mazingira na hifadhi yule mbuzi mpaka kanyakuliwa na mbwa mwitu? Anahisi mas'uliyatu ala nafsi, mas'uliya juu ya nafsi yake. Fama dhannuka biwalin tadhhabu ila yadayhi ra'iya, unadhaniaje kwa yule kiongozi ambaye watu wengi wanapotea kupitia yeye? Kiongozi kwenye familia, watoto wake wanapotea kupitia yeye, wanapotea kimaadili, wanaharibikiwa kupitia yeye.
Unamdhaniaje mtu huyu ambaye Umar ameogopea utawala wake juu ya mbuzi? Undhuru ilaihi satarahu hunalika yajri tahta hararatan shamsiya. Angalia Umar ibn al-Khattabi, siku moja anakimbia kwenye jua kali, muhriqatan, jua lenye kuunguza, ala ramalin, tena kwenye kokoto zile zenye kuchoma, kadati ashihatu shams, imebakia karibu na ile mianga mikali au miale mikali ya jua, ala ramali an takhtifa al-absar, imekaribia mpaka kutoa macho yake, vile ambavyo anaumia. Anakimbia Umar ibn Khattabi, fanadhara ilayhi Uthman ibn Affan wa qala, Uthman ibn Affan akamuona Umar akiwa anakimbia kwenye hali hiyo, akamwambia, ya tura man hadha alladhi kharaja fi hadha aljawi, ni huyu nani aliyetoka kwenye hii hali ya joto kali namna hii, alqaidh alqatil, joto lenye kuua. Walamma dana qala ya subhanallah, alipokurubia karibu akasema, ya subhanallah, umetakasika Allah subhanahu wa ta'ala, huwa amirul mu'minina Umar, huyu ni amirul mu'minina Umar, akimbia na jua hili, jua lenye kuchoma lenye kuwaka, atafuta nini? Ma alladhi akhrajaka ya amiral mu'minin fi hadha alwaqti alshadid alhar, anamwambia ni kipi kilichokutoa wewe kiongozi wa waumini kwenye jua kali kama hili? Kilichokutoa ni nini? Qala fayaruddu Umar amira almu'minina ba'iru min ibli sadaqa qad nadda wa sharada. Umar yamjibu Uthman ibn Affan, wa fi riwayati Ali ibn Abi Talib, qala ya Abul Hasan, ewe Abul Hasan, akamwambia hakika ni ngamia aliyenitoa kwenye jua hili lilowaka, ni ngamia wa sadaka ametoroka. Ngamia wa Waislamu wa sadaka ametoroka, sijui alikoelekea na mtafuta. Unavyoona nakimbia namna hii, yeye ni mtawala wa ulimwengu baada ya Abi Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala an, anasema ni ngamia ametoroka, tena ngamia wa sadaka, na mtafuta, akhsha alayhi dhaya, naogopea huyo ngamia atapotea. Faqala Uthman akamwambia, taali ya amira almu'minin ila dhill wa ila ma'il barid wa kallifi ahada ummalik liatika min. Uthman anamwambia Umar, njoo upumzike kwenye kivuli, upate maji ya baridi, lakini tuma katika wafanyakazi wako, katika raia wako, tuma watu wakamleta yule ngamia, wewe achana nayo, wewe ni kiongozi mkubwa, unafanya nini? Madha ajaba, alijibuje Umar ibn Khattabi? Qala, akasema, ud ila dhillik wa ila ma'ika albarid ya Uthman, rejea kwenye kivuli chako na rejea kwenye maji yako ya baridi ewe Uthman. Walakin anta satus'alu anhu badala minni amama Allah yawm alqiyama, je, wewe utaulizwa juu ya huyu ngamia badala yangu siku ya kiyama? Wewe utaulizwa badala yangu siku ya kiyama, alafu mimi nisiulizwe juu ya swali hili? Hili suali akamwambia, fawalladhi ba'atha Muhammadan bin nubuwa, na kuapia kwa yule alomchagua Muhammad kuwa ni nabii, law anna a'naqan ukhidhat bishati albahr la ukhidha biha Umara yawm alqiyama, laiti mbuzi angelipotelea pembeni mwa bahari, pembezoni mwa bahari, ataenda kuadhibiwa nayo Umar siku ya kiyama. Suali linakuja baina yangu mimi na wewe na mwingineyo, swali linakuja, kam tasharadati liyawma min abnaina, ni wangapi leo hii katika watoto wetu ambaye tayari wametoroka kwenye maadili? Ni wangapi katika watoto wetu leo hii waliyepotea njia?
Tumewarudisha. Hatuendi kuulizwa na Allah siku ya Kiyama. Hal nahnu la nus'al an dhalik? Ni wangapi kwenye ndugu zetu wamepotea? La nus'al anhu yawm al-qiyama. Hatutaulizwa siku ya Kiyama. Hawa wanaojiuza hawa si watoto wetu, sio madada zetu. Hatutaulizwa siku ya Kiyama. Alaysu qad dhallu? Hawajapotea watu hawa? Alaysa qad tasharradat anil akhlaqi wal bai'ati sahiha? Hawajapotea juu ya tabia na malezi yaliyo sahihi? Haya ni maswali kila mmoja ajiulize juu ya nafsi yake. Idha kana Umar ibn al-Khattab yakhafu an suali fi ba'iri nadda wa sharada, kama Umar yanaogopea kwenda kuulizwa juu ya ngamia aliyetoroka na amekimbia, je, wafama nahnu fi auladina al-yawma qad tasharradu? Vipi sisi kwa watoto wetu na familia zetu? Wamekwisha kuwa ni shuradun, tayari wametutoroka kwenye maadili. Tena wakati huo sisi tunawalisha, tunawanywesha, tunawanunulia mavazi, tunawasomesha, na wamepotea na tumenyamaza. Tumenyamazishwa na watoto wetu, na leo wanapotezwa na utandawazi. Kulluna sakitun, sote tumenyamaza, hakuna wa kuzungumza. Wadu rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya thumma usi nafsi bitaqwa Allahi subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Ndugu zangu katika imani, leo hii takwimu zinaonyesha qad tasharradatil aulad ma tablughu 70 milioni wa shay. Leo watoto wanaoitwa ni machokora, watoto wanaoitwa ni panyarodi, watoto wanaoitwa watoto wa mitaani, ulimwengu wa leo unathibitisha zaidi ya watoto milioni 70.8. Milioni 70.8. Makazi yao hayaeleweki, na watu wamekaa kimya wanatizama hali hii. Mtu anaona hivi, kama wakwangu wametengemaa, wa fulani akitembea mtaani akiwa ni mtoto wa mtaani, akiwa ni chokora, akiwa ni panyarodi, hawezi kanidhuru. Huyo ndiye atakaye kudhuru. Huyo ndiye atakaye kuja kukuibia TV ya nyumbani kwako. Huyo ndo atakaye kuja kuibia pesa ndani ya duka lako. Huyo ndo atakaye kuja kukudunga kisu barabarani. Huyo ndo atakaye kuua ili achukue pesa zako. Wewe si uliona kwamba wakwako wameongoka? Huyu hawezi akakudhuru, lakini huyo ndiyo pengine katakuwa ni sababu ya kuondoka uhai wako. Huyo ndio pengine itakuwa ni sababu ya kuwa wewe kuingia kwenye umaskini, au sababu ya wewe kuingia kwenye ukilema na ulikuwa ni sahihi hauna kilema. Hawa watoto wa mitaani ambao sisi leo hii tunaona wakwangu wameongoka, shauri yao wenyewe. Huyo aliyepotea ndiye atakaye kuletea mtoto ambaye hajulikani baba yake, utakuja kumlea wewe. Hii ndo hali ambayo tuko nayo hivi leo. Mtu anaona mimi maadamu wa kwangu wameongoka, basi shauri yao wale watoto wa barabarani. Wanawachuoni wanatuambia sababu zinazopelekea wale watoto kuwa ni watoto wa mitaani, watoto machokora, watoto mapanyarodi, hawana makazi. Sababu ni nyingi. Miongoni mwa sababu alhurubul mustamira. Miongoni mwa sababu ni vita. Vita vinapita baadhi ya maeneo, wazazi wanauawa, wanabaki watoto hawana wa kuwaangalia. Wanaanza kujitafutia wao maisha kabla ya kufikia umri wa kutafuta maisha. Hii ni miongoni mwa sababu.
Lakini sababu nyingine inayopelekea ni atafakukul usari, wazazi kutofungamana. Mmeoana, mmezaa watoto wawili, mmoja, watatu, talaka. Familia inatawanyika, inaparaganyika. Watoto hawaelewi wawe kwa baba, wawe kwa mama. Hatimaye watoto wanabaki wanaelea baina ya baba na mama. Mwisho wa yote kila mmoja anajitafutia njia yake. Kwa baba hakufai, kwa mama hakufai. Mwisho wa yote watoto wanabaki wanaelea, wanabaki ni watoto wa barabara. Au familia zisizokuwa na maelewano, ima za ulevi na mfano wake. Wanaenda wanalewa, wanarudi usiku, kila mmoja hamuelewi mwenzake. Watoto hawana wa kuwaangalia. Hii ni sababu ya kupotea familia. Au tunajifanya tuna majukumu mengi, hatuwezi kuwalea watoto. Mimi ni mfanyabiashara, mke wangu ni mfanyabiashara. Mimi ni mfanyakazi wa umma, mtumishi wa umma, mke wangu ni mtumishi wa umma. Wakabaki watoto wanajilelea wenyewe, au wakatafutiwa mabinti wale wa kuwalea, ambaye wenyewe hawana maadili ya kulea. Nyinyi hamuna muda wa kuweza kuwaelekeza watoto na kuwalea. Mwisho wa yote mkajikuta mmepata watoto wa ajabu, tena ni watoto wa mitaani, tena ni machokora wa kuhatarisha. Kwa sababu ninyi mnatafuta dunia, mkasahau jukumu la nyumbani. Hili pia ni tatizo. Tatizo lingine ni al-unfu al-usari. Wazazi kuwa ni wakali kupindukia, na al-qaswatu fi tarbiya, na kulea katika malezi magumu. Yaani mzazi mwenyewe kulea kwake anapeleka na fimbo tu, hakuna nasaha, hakuna maelekezo, fimbo na matusi. Mwisho wa yote watoto wanachoka, wakazoea ile hali, wakaona hata nikipigwa ni sawa, nikitukanwa ni sawa. Mwisho wa yote anaanza kujitafutia unafuu nje ya nyumbani, anakuwa ni mtoto wa mitaani. Kwa hili pia katika malezi lazima ujiangalie, unalea vipi wewe. Lingine al-yutmi, uyatima. Watoto wanafiwa. Wakifa ndugu zetu, wale watoto tuwalee, wale watoto ni wakwetu. Uyatima hauwezi ukasema wewe umejiepusha na uyatima. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim waliyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida au qawlan ma'rufa kama qala Allahu azza wa jalla. Kama wewe unahofia kuna siku utakuwa wewe ni maiti na watoto wako watabaki ni mayatima, au wajukuu zako watafiwa na baba yao watakuwa ni mayatima, lea watoto wa watu, ili siku wewe haupo Allah atamleta wakuja kulea watoto wako. Hili pia linasababisha watoto machokora kuwa ni wengi. Lingine ni adhurufu al-iqtisadiyati sa'ba, hali za uchumi ngumu. Wale wenye nazo hawawezi kuwasaidia wale maskini. Wale maskini wanaonekana ni ombaomba, wanadharaulika. Akija kuomba anapewa maneno makavu, anaamua bora nikajitafutie, nikaibe, nikabomoe jumba la watu, nipate kadhaa. Hali ngumu ya uchumi. Ndio maana Allah ameweka zaka, haya ni maksudi ili aweze kurahisisha maisha. Allah ameweka sadaka, ni maksudi ya kurahisisha maisha kwa wale wasiojiweza. Hali nyingine su'ul bai'ati almuhita, mazingira ya yale anayoishi mtoto yakawa ni mazingira ya miziki, ya madanguro, ya baa na kadhalika. Mtoto kazoea ile hali, mwisho wa yote yakawa katika hali hiyo. Nyingine ni tasharrudul madrasi, sehemu za shule. Anaenda kusoma, unampeleka mtoto, humchagulii shule, anaenda kukutana na watu wa ajabu na watoto wa ajabu, unajikuta ameshapotea. Lingine ni hubbi tamalluki fi unfuwani sinni, watoto kupenda wenyewe kumiliki wakiwa bado ni wadogo. Mtoto anaona na mimi nimiliki kama alivyomiliki baba, na mimi nimiliki kama alivyomiliki mama. Bado hajafikia umri ule, na wewe ukaruhusu hali hile. Acha ajitafutie. Mwisho wake matokeo yanakuwa ni mabovu. Mengi ya kusema na muda haututoshi, lakini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe kawama iliye sahihi katika usimamizi wenye kwenda nao ndani ya familia zetu, ndani ya umma tunaoishi nao, na wale wanaotuzunguka katika majirani. Na hata ukimkuta yoyote wa barabarani, wewe bado una jukumu la kumuelekeza, bado una jukumu la kumuongoza. Usiseme huyu hanihusu mimi. Ipo siku atakuhusu katika mabaya.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.